Siku ambayo tunaadhimisha miaka 20 ya utendaji wa heshima na huduma bora ya utoaji wa haki ndani ya nchi yetu kwa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa. Maadhimisho ambayo yamepambwa na mafanikio makubwa sana. Tujipigie makofi mengi sana kwa mafanikio haya. Ni mafanikio ambayo kila mtumishi ndani ya muhimili wa mahakama, mafanikio ambayo kila mdau katika mchakato wa utoaji wa haki, mafanikio ambayo kila mwananchi ndani ya eneo letu ameweza kuyashuhudia kwa namna moja ama nyingine. Sisi wote kama mkoa tunajivunia miaka 20 hii ambayo imechochea utoaji wa haki, miaka 20 ambayo imechochea mageuzi makubwa ya miundombinu katika utoaji wa haki, lakini miaka 20 iliyochochea ushirikiano bora baina ya taasisi za haki jinai ndani ya mkoa wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi, viongozi na watumishi wa mkoa wa Iringa, nichukue fursa hii kuwapongeza sana watumishi na wananchi wote wa mkoa wa Iringa kwa kuadhimisha miaka 20 ya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa. Lakini maadhimisho haya yanaendelea kutukumbusha umuhimu na wajibu wa kuzisimamia, kuzipigania na kuhakikisha haki za wananchi wetu zinatolewa wakati wote. Sisi wote tunafahamu umoja wetu ni matunda ya haki, mshikamano wetu ni matunda ya haki, amani yetu ni matunda ya haki, na maendeleo yetu ni matunda ya haki. Kwa msingi huo tunaendelea kuwajibika kama wananchi, viongozi na watumishi ndani ya mkoa wa Iringa kuhakikisha kwamba taasisi hii muhimu iliyopewa mamlaka ya kikatiba kutafsiri sheria na kutoa haki kwa wananchi, tunailinda, tunaitetea na kuiwezesha kufanya wajibu wa msingi ili haki iendelee kutamalaki katika jamii yetu. Kwa niaba ya serikali ni washukuru sana Jaji Mfawidhi wa kanda hii ya Iringa. Tumpigie makofi mengi sana. Yeye pamoja na majaji waliopewa dhamana ya kuhudumu katika kanda yetu kwa kazi kubwa na nzuri ambao wanaifanya. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza waheshimiwa mahakimu wetu, tuwapigie makofi mengi sana kwa namna ambavyo wamekuwa ni kimbilio la wananchi wetu katika kusikiliza na kuamua mashauri mbalimbali katika maeneo ya mkoa wetu. Lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza mawakili wa serikali na wale wa kujitegemea kwa kazi kubwa na nzuri. Hongereni sana. Mheshimiwa Jaji Mfawidhi ni shuhuda kwamba kwa mkoa wa Iringa ushirikiano uliopo baina ya mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali ni ishara ya namna ambavyo kada hii imeendelea kuwa ni msaada mkubwa wa kuchakata haki za wananchi katika maeneo yetu. Kwa hiyo niwapongeze sana TLS kwa maana ya Tanganyika Law Society pamoja na mawakili wa serikali kwa namna ambavyo mmekuwa ni sauti ya wale ambao mnawatetea katika mashauri mbalimbali. Ndugu wananchi wenzangu, kama mnavyofahamu kwamba ili haki itendeke lazima utaratibu uwepo. Kwa hiyo niwaombeni sana taasisi zote zilizopewa mamlaka ya kuchakata utaratibu wa kuifikia haki tuzipe ushirikiano wa kutosha. Tusipowapa ushirikiano jeshi la polisi, magereza, TAKUKURU, vyombo vya uchunguzi, hii haki tunayoitafuta katika muhimili wa mahakama hatuwezi kuipata. Lakini si hivyo tu, niwaombeni muendelee kutoa ushirikiano mahakamani pale kesi zinapoanza. Pale mnapoitwa kwa ajili ya ushahidi, nendeni mkatoe ushahidi ili kurahisisha mchakato wa mashauri mahakamani. Ikiwa jambo unalielezea awali, wakati tunaadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, ni vyema tukatambua changamoto, mafunzo na hata mafanikio ambayo ndiyo yamekuwa chachu ya mageuzi na maboresho katika mchakato mzima wa utoaji wa haki. Tunapozungumzia maboresho mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika na Mahakama ya Tanzania katika miaka ya hivi karibuni, hatuwezi kuacha kuongelea mosi, mfumo wa usimamizi wa mashauri kwa tehama unaolenga kuongeza kasi ya utoaji haki na kupunguza ucheleweshaji wa mashauri, kama ambavyo tumewasikia wenzetu wanakwaya ya Iringa, Mahakama ya Iringa wameeleza vizuri. Huduma kwa mteja, Customer Service Charter, inayosisitiza uwajibikaji kwa wananchi. Upanuzi wa mahakama za mwanzo na ukarabati wa mahakama kongwe. 4. Mafunzo endelevu kwa majaji, mahakimu na watumishi. Na mwisho, uanzishwaji wa divisheni maalumu za Mahakama Kuu zinazoshughulikia mashauri kwa weledi na ufanisi. Kama ambavyo tunajua, tuna divisheni maalumu ya biashara, divisheni maalumu ya masuala ya kazi, ajira na kazi, na divisheni maalumu ya masuala ya ardhi. Pia tuna divisheni maalumu ya masuala ya usuluhishi. Yote hii ni kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za utoaji haki hapa nchini. Sisitiza kwamba azma ya mageuzi na maboresho yanayoendelea ndani ya mahakama ni kuhakikisha kuwa hakuna sababu ya kuchelewesha mashauri bila sababu za msingi,
na kwamba kila mtumishi wa mahakama ana jukumu la kulinda heshima na hadhi ya mhimili huu muhimu wa mahakama. Iwe ni fursa kwetu ya kubaini na kuweka mikakati thabiti katika kutekeleza mawajibu wetu wa kikatiba wa utoaji haki kwa umma wa Watanzania. Ni wazi kuwa safari ya utoaji wa huduma za haki kwa umma bado inaendelea, pamoja na mazingatio ya katiba ambayo imeweka wazi katika ibara mbalimbali, sheria na kanuni katika utekelezaji wetu wa majukumu ya kila siku. Tuendelee kuishi katika viapo vyetu vya kazi pamoja na salamu yetu ya mahakama ambayo inasisitiza katika uadilifu, weledi na uwajibikaji.